Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yaihakikishia Marekani kuwa itaendesha uchaguzi wa haki na amani kwa manufaa ya ustawi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na katika michezo, Yanga yaingia nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB kwa kishindo baada ya kuinyuka bila huruma Stand United ya Shinyanga kwa jumla ya mabao 8-1. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwipiana. Nitaanza kukusomea taarifa ya habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo. Karibu sana. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ameihakikishia Marekani kuwa Zanzibar itaendesha uchaguzi wa amani, utulivu na haki kwa ajili ya maendeleo na manufaa ya nchi na wananchi wake. Akizungumza na kaimu balozi wa Marekani hapa Tanzania Andrew Lenz aliyefika Ikulu kujitambulisha, Mheshimiwa Dr. Mwinyi amemweleza balozi huyo kuwa serikali inathamini kuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa GNU, kwani imeleta umoja, amani na mshikamano kwa wananchi wa itikadi tofauti za kisiasa na kuifanya nchi kupiga maendeleo katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kijamii na kiuchumi. Ameeleza kuwa miaka 5 sasa nchi imebakia katika amani, jambo ambalo serikali inaendelea kuchukua kila juhudi kuhakikisha amani hiyo inakuwa ya kudumu wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Amebainisha kuwa Zanzibar inathamini mchango unaotolewa na serikali ya Marekani kwa Zanzibar, hususan katika sekta za afya, elimu pamoja na mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi na udhibiti wa malaria, na kwamba mchango wa taifa hilo lenye nguvu duniani wa kupigania mfano wa kuendelezwa. Naye kaimu balozi Andrew Lenz ameihakikishia Zanzibar kuwa nchi hiyo itaendeleza ushirikiano uliopo kwa miaka mingi na Zanzibar kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta za elimu, afya na utalii pamoja na uchumi wa buluu. Serikali imeanza mchakato wa kuliwezesha kisheria Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kwa kulipandisha hadhi na kuwa mamlaka ili kuwa na nguvu ya kisheria ya kushughulikia changamoto za hifadhi na usimamizi wa mazingira nchini, ikiwamo kurejea kwa matumizi ya mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku. Taarifa zaidi na Amani Mbando kutoka Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni amebainisha hayo jijini Dodoma wakati akizindua bodi ya 9 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI, ambapo ameielekeza bodi hiyo kushirikiana na management ya baraza ili kufanikisha mchakato huo. Lazima ifike pahala tuipe mamlaka NEMKI, itakuwa na nguvu ya kufanya yote. Basi nifika mahali hilo, nadhani itabidi kuombea chetu cha kwanza. Lakini nimeona nichukue fursa hii kuwaeleza waheshimiwa wajumbe wa bodi hii kwamba mchakato huu tuko nao katika hatua nzuri, na tunaamini kabisa uwepo kwenu katika bodi utaweza kutoa msaada mkubwa sana wa kuharakisha mchakato huo. Kweli bado tuna changamoto nyingi za mazingira. Mtakumbuka tulipiga marufuku chupa za plastiki. Sasa zimeanza kurudi. Nini mifuko plastiki sasa imeanza kurudi. Ameeleza kuwa bado zipo changamoto ambazo zinapaswa kushughulikiwa na baraza hilo kwa wakati huu, ikiwa ni pamoja na kudhibiti ukuaji holela wa miji, huku naibu waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Hamisi Hamza Hamis akieleza matarajio ya serikali kwa bodi hiyo kuendelea kubuni na kuandaa mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama ilivyochambuliwa katika mikataba ya kimataifa, na katika eneo hilo kuongezeka kwa joto duniani, kupungua kwa mvua na mvua zisizotabirika na majanga ambayo mafuriko au kame vinachangia kuharibu mazingira na rasilimali za asili. Kwa sababu kilio chetu sasa hivi tunataka sasa tuitoe NEMKI iende kuwa NEMA, na kwa sababu tumejifunza, tumeona mazingira ya tofauti. Zanzibar kule tayari kuna ZEMA, kasema na sisi lazima tuwe tuna NEMA, kwa maana kwamba sasa NEMKI hii iende kuwa mamlaka ambayo tutakuwa tuna nguvu na makucha zaidi ya kufanya kazi zetu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya 9 ya NEMKI Mhandisi Mwanasha Tumbo
amesisitiza kuwa bodi hiyo itasimamia kikamilifu mchakato wa mageuzi katika baraza hilo. Pamoja na kuwa tuna mchakato wa kuendea NEMA, sisi tunapoenda kuisimamia NEMC sasa hivi tutaanza kutekeleza majukumu yetu kama tunahitaji kujitegemea. Hatuwezi kuwa tunazungumzia changamoto bila kuzichukua kama ni fursa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema Watanzania wana kila sababu ya kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maboresho makubwa ya sera na sheria mbalimbali ambayo imewezesha nchi kupiga hatua kubwa ya maendeleo katika kipindi cha uongozi wake. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati akitoa hoja ya kuhitimisha mjadala wa bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu, taasisi zake na mfuko wa bunge kwa mwaka 2025-2026, Waziri Mkuu amesema mafanikio hayo ni ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM, miradi ya kimkakati, ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali pamoja na uwezeshaji wa makundi mbalimbali katika jamii. Nataka nitoe pongezi za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kutimiza miaka 4 ya kuiongoza nchi yetu kwa mafanikio makubwa, lakini mbili, nyote ni mashahidi kuwa katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa kiwango kikubwa kama ilivyoelezwa wakati nikiwasilisha hoja ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kukumbusha baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wake. Na mafanikio hayo ni pamoja na haya yafuatayo. Ya kwanza, kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, sambamba na kudumisha hali ya amani, utulivu pamoja na mshikamano wa wananchi wa taifa hili, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewezesha utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Mafanikio makubwa yamepatikana katika utekelezaji wa miradi ya huduma za jamii na miradi ya kimkakati, hususani katika sekta za elimu, afya, maji, kilimo, ujenzi, nishati, mawasiliano na uchukuzi. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo tunayapata katika utekelezaji wa ilani ni ya kupigiwa mfano. Bila shaka kila mwananchi ni shahidi wa jambo hili. Kila eneo katika nchi hili limefikiwa na wananchi wamekuwa mashahidi kwa miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yao. Hakika Mheshimiwa Rais anastahili pongezi na tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Wawekezaji wa viwanda pamoja na madereva wa malori wanaotumia barabara ya King Lion kilomita 2 kutoka barabara kuu ya Morogoro inayoelekea eneo la viwanda Zegereni katika halmashauri ya mji wa Kibaha wameshindwa kuendelea na uzalishaji kutokana na kukosa barabara ya kusafirishia malighafi na bidhaa zao baada ya barabara hiyo kuharibika na kushindwa kupitika. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Margaret Malisa kutoka huko Pwani. Kutokana na adha hiyo, wawekezaji wa viwanda katika eneo hilo pamoja na wadau wengine wakiwemo madereva wa marori wameiomba serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwatatulia changamoto hiyo ili kuwa na uhakika wa kusafirisha bidhaa zao wanazozalisha katika viwanda vyao. Changamoto ndo kama hii ya barabara. Kwa hiyo kama hivi mimi ndo nimekuja na gari hapo, nimenasa, niko na bosi wangu, tuna kama nusu saa mpaka sasa hivi hapa. Kwa hiyo ni kama hivyo, sisi tulikuwa ombi letu tutengenezewe barabara iwe nzuri ili tuweze kuleta material na kuleta maendeleo kwa upande wa huku wa Kibaha. Kwa hiyo pia hata tendaji yetu sisi wakazi madereva malori inakuwa ni changamoto sana. Unaweza kukuta hata kama labda mtu ulikuwa, maana sisi wengine hasa madereva sisi tunachokitegemea zaidi, kwa sababu unapokuwa nafanya kazi zaidi ndo kipato changu kinakuwa kinaingia. Kwa hiyo ina maana sipofanya kazi kwa ufasaha ina maana sitaweza kufanya chochote. Kwa hiyo tulichokuwa tunaomba kiwezekana serikali tusaidie changamoto barabara imekuwa ni chafu sana, haipitiki. Hasa kwa kama ikinyesha pia ndo changamoto zinazidi sana. Aidha, wawekezaji hao wameelezea hasara wanazopata kutokana na ubovu wa barabara. Kama unaweza kusimama siku nzima ukashindwa kusafirisha bidhaa yako, manake hiyo ni hasara. Na ukumbuke kwamba hichi kiwanda au gharama tu ya kiwanda uendeshaji, tukizungumzia tu gharama ya umeme kwa mwezi ambayo tunalipa ni bili kubwa.
Sasa unaposimama bila kuzalisha, manake ni hasara kubwa sana. Kuna wafanyakazi, wao mwenyewe wanataka kulipa kodi za serikali, na sio tozo moja, ni tozo nyingi. Kwa hiyo basi na wao kwa upande wao kama serikali inabidi kwamba waweze kutilia maanani vitu kama hivi vya barabara. Sio lazima kujenga haraka, lakini kuna vitu tu ambavyo vidogo unaweza kaja kurekebisha ili mradi shughuli za viwanda ziendelee. Hata hivyo, Machi mwaka huu, waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo alifanya ziara ya kutembelea kiwanda cha King Lion, ambapo pamoja na kupokea changamoto mbalimbali, alipokea changamoto ya ubovu wa barabara hiyo. Great Malisa, Channel 10. Chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA kwa kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kinatarajia kutoa tuzo kwa wanahabari zinazofahamika kama Samia Kalamu Awards ambazo zimelenga kuhamasisha uandishi wa habari za maendeleo zilizojikita zaidi katika uchambuzi na utafiti wa kina. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji TAMWA Dr. Rose Ruben amesema pamoja na mambo mengine, tuzo hizo zinaangazia pia kuongeza maudhui ya ndani, kuzingatia weledi na uwajibikaji wa kitaaluma, kukuza uzalendo na kujenga taswira chanya ya nchi. Dr. Rose amesema tuzo hizo zinatokana na mafunzo yaliyotolewa mwaka jana kwa lengo la kukuza na kuendeleza uandishi wa habari za maendeleo nchini, ambazo zimegawanyika katika makundi matatu, ikiwemo tuzo maalum za kitaifa, tuzo za vyombo vya habari na tuzo za kisekta, huku akifafanua jinsi washindi walivyopatikana. Baada ya majaji kupitia kazi zile kazi zilipelekwa kwa wananchi, yaani wasikilizaji, wasomaji na waangaliaji wa habari zenu. Kwa hiyo wale sasa wakawapigia kura wale waliokuwa wametangazwa kwamba habari zao zimepita katika nafasi ya kwanza ambayo ilikuwa ni ya majaji. Baada ya hapo zile habari wale washindi wamepatikana, na sasa ndio tunaenda kufanya hafla ya kuwapatia tuzo washindi ambao wako katika kada mbalimbali ama makundi matatu ambayo nimeyataja. Hafla ya utoaji tuzo itafanyika April 29 mwaka huu jijini Dodoma. Mgeni anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lula Ali, Channel 10. Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Muhammad Saidi Muhammad Diwa amewataka viongozi wa mkoa wa Kusini Unguja kuanza maandalizi ya uchaguzi mkuu wa dola 2025 kwa kuweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha CCM inaendelea kushinda dola. Taarifa zaidi na Juma Kasim Ali kutoka Zanzibar. Ni msafara wa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar ndani ya mkoa wa Kaskazini Unguja. Katika ziara hii, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar ameambatana wajumbe wa Secretariat, kamati maalum ya halmashauri kuu ya CCM Taifa Zanzibar, ikiwa na lengo la kuelezea mabadiliko ya katiba ya chama na namna ya kuwapata wagombea kupitia kura za maoni. Katika ziara hii anaanza kuzungumza na wajumbe wa kamati za siasa na kamati tekelezaji za wilaya Kaskazini A. Lakini kwa nini tuweze kuzungumzia uchaguzi kwa sasa hivi? Nilitaka kusema hilo kwa sababu kuonesha uzito wa uchaguzi wa mwaka huu kwa chama chetu, ambapo maandalizi awali yanaonekana kama msingi wa mafanikio bora. Ni hatua ya kuonyesha kuwa chama chetu cha Mapinduzi hakitaki kusubiri kwenye dakika za mwisho ndio tunakwenda mbele. Hatusubiri. Na wala hamnaambii kama tumesubiri mpaka hapo mwisho ndio nakuja kuambia. Tunachofuatia tukitoka hapa ni mikakati ya kushinda ndani ya majimbo yetu. Ndio. Katika mkutano wa ndani wilaya Kaskazini B, Dr. Dimwana kemea rushwa, uadilifu na kuheshimiana kati ya viongozi na wanachama. Ndani ya Chama cha Mapinduzi sisi tunazima kubwa sana mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ndio tunatawala nchi hii. Tuendelee kulinda amani, mshikamano na utulivu ndani ya chama chetu. Baadhi ya wabunge na wawakilishi na madiwani walisuasua katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mkakati wetu sisi Chama cha Mapinduzi wilaya kupata viongozi bora. Wajumbe wa Secretariat, kamati maalum ya halmashauri kuu ya CCM Taifa, waliofuatana na naibu katibu mkuu CCM Zanzibar,
wamesisitiza umoja na mshikamano. Hamna kuogopa, tuende kwenye majimbo, twende kwenye wadi. Tunaomba sana viongozi, wawakilishi wa bunge na madiwani, vijana wetu kutoka umoja wa vijana, msije mkawasumbua kwa kuatisha kwa kitu chochote. Sisi ambao ni wateule wa rais tunaomba ruhusa, na Mheshimiwa Rais atakwambia nenda, hakukatalii. Kwa hiyo haina tafsiri ya baraka. Sekretarieti ya kamati maalum ya halmashauri kuu ya CCM Taifa imemaliza ziara ya kikazi ya siku 4 ya mikoa ya Unguja ya kukagua uhai wa chama na kuelezea mabadiliko ya katiba, na sasa mwelekeo ni kisiwani Pemba. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Serikali imetatua changamoto ya zahanati kwa wananchi wa kata ya Igumbiro iliyopo wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro, ambao walikuwa wakitembea umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kupata huduma za afya. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele kutoka Morogoro. Baadhi ya wananchi wakiongea na Channel 10 katika uzinduzi wa zahanati hiyo wameeleza namna walivyokuwa wakipata changamoto ya matibabu huku wakifurahishwa na kukamilika kwa zahanati hiyo. Sisi wananchi wa hapa tulikuwa tunapata shida kutokana na kwamba tulikuwa tunachukua umbali mkubwa kutoka hapa kwenda kupata huduma ya afya kama kwa jirani zetu hapa Milola. Yaani ni umbali wa kilomita kama 6. Kwa hiyo tunafurahi kwa jambo hili ambalo limetufanikishia kwa siku ya leo. Maana miaka mingi sana tumekuwa na kiu na chachu na hii zahanati. Tulikuwa tunatembea kwa umbali mrefu kwa kupeleka watoto kwenye chanjo, malazi, wa mama kujifungua. Kwa hiyo kwa hili jambo tunapenda kuwashukuru. Kwa maana kwa sasa hivi hatutaweza kwenda mbali kupata huduma ya afya wakati hapa tunayo. Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, anatoa ujumbe mahususi kwa madaktari juu ya utoaji huduma bora kwa wananchi. Ombi langu kwa madaktari ambao watafanya kazi katika eneo hili. Ombi langu kwa madaktari ambao watatoa huduma kwa wananchi wa eneo hili la Igumbiro. Niwaombe sana ndugu madaktari, fanyeni kazi kwa ufanisi, wasaidieni wananchi wetu hawa kuwapa huduma ya afya. Isiwe leo hii kituo hichi nyinyi ndio ikawa chanzo cha wananchi hawa kupata changamoto ndani ya kituo hichi. Naelewa utaalamu wenu, naelewa ufanisi wenu wa kazi, na naamini wananchi wa Igumbiro sasa wataenda kupata huduma nzuri za kiafya juu ya kituo hiki cha zahanati. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Ulanga Salimu Asham amesema awali kata hiyo ilikuwa na hali mbaya katika huduma za afya. Hali ya hapa ilikuwa mbaya sana, lakini baada ya kujadiliana kwa muda, wananchi hawa tuwape pongezi kubwa sana. Wananchi hawa walianza wenyewe mradi huu na baadaye serikali kuu ikatuunga mkono, lakini sisi wenyewe halmashauri tukaja kuleta pesa za kwa ajili ya umaliziaji. Na kiukweli pesa zile zimetumika kadri ya uwezo wake kwenye usimamizi wake, na leo hii tunaiona zahanati inaendelea kufanya vizuri. Mradi huu hadi kukamilika kwake umegharimu shilingi milioni 105. Mwenge wa Uhuru katika wilaya yetu ya Ulanga utatembea kilomita 152. Utapitia miradi 10 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 1,340. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara kimewaonya baadhi ya wanachama wa chama hicho wanaojipitisha majimboni wakijinadi kwa ajili ya kuomba ridhaa ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Manyara Peter Toima ametoa onyo hilo wakati akizungumza na wanachama na wananchi wilayani Kiteto, huku akiwa ameongozana na kamati ya siasa mkoa na kueleza kuwa kampeni rasmi za chama hicho bado hazijaruhusiwa. Tusitumie nafasi pia ya kuwa huru kupita kiasi kuanza kutengeneza viongozi kabla ya vikao vya chama. Kule kwenye mitandao naanza kutengeneza madiwani wenu. Kule kwenye mitandao naanza kutengeneza wabunge wenu. Huwa utaratibu haupo. Utaratibu uliopo katika kuwapata wagombea katika nafasi hizo ni wa chama kupitia katika taratibu za vikao vya maamuzi. Baadhi ya viongozi wa chama hicho wamekiri kuwepo kwa baadhi ya changamoto
zinazoikabili wilaya hiyo, ingawa wamesema changamoto hizo zinaendelea kutatuliwa na serikali. Wilaya yetu ya Kiteto tukiri kuna migogoro michache ya ardhi ambayo tunayo na serikali inaendelea kuishughulikia, na kuna mengine inaendelea kumalizika, lakini tumekubaliana kama viongozi tuhakikishe sasa kuzuia migogoro yote ili isianze upya. Kwa kipindi hiki cha Mama Samia, wilaya ya Kiteto imepokea jumla ya shilingi bilioni 157.05. Ni wasikivu, ni watulivu, wapo kwa ajili ya kufuata maelekezo tutakayoyaelekeza. Watu hawa hawana ukaidi hata kidogo, wametumia kwa ajili ya kufanya kazi za Chama cha Mapinduzi. Karibu sana. Hospitali yetu ya wilaya ni kongwe sana. Tangu wilaya hii iundwe mwaka 74, miundombinu yake ilikuwa ni chakavu. Ulikuwa ukitembelea ukiona chumba cha kujifungulia wa kina mama ama cha upasuaji. Esther Mtebe, Channel 10. Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Selemani Jafo, ambaye ni mbunge wa jimbo la Kisarawe, ameiagiza ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe kujenga zahanati maalum yenye muuguzi katika shule ya sekondari ya wasichana ya Joketi Mwegelo ili kuwapa wanafunzi huduma muhimu za afya kwa haraka zaidi. Taarifa kutoka Kisarawe inasomwa hapa studio. Maagizo hayo yametolewa na Waziri Jafo baada ya kupokea ombi kutoka kwa wanafunzi kusogezewa huduma za afya shuleni hapo, ambapo kwa sasa ina zaidi ya wanafunzi 1700 wa kidato cha kwanza hadi cha 6 wanaotegemea zahanati ya kijiji cha Muhaga, hali iliyopelekea zahanati hiyo kulemewa kutokana na huduma kwa wanakijiji pamoja na wanafunzi hao. Zahanati hapa ya wapi? Ya Muhaga. Lakini hapa tuna watoto wengi sasa. Tuna watoto 1000 plus. Hawa watoto ni wengi. Kwa hiyo kamwambie pale mkurugenzi, ikiwezekana tuangalie jinsi gani tutafanya, tutatengeneza chumba hapa maalum kiwe kama zahanati kama ilivyokuwa kwa ndugu yako nani? Wa Minaki. Tutengeneze chumba maalum, iwe zahanati maalum ya shule. Hawa watoto wa kike wanataka huduma ya nini? Ya karibu, kusikilizwa kwa karibu. Hata tukipata mtaalamu mmoja tu mwanamama wa kuwasaidia itasaidia sana. Mkuu wa shule hiyo Madam Maria Mpunga amesema licha ya jitihada zinazofanywa kuboresha ufaulu shuleni hapo, bado wanakabiliwa na uhaba wa maabara unaokidhi kama ya wanafunzi wa michepuo ya sayansi. Changamoto ya maabara kama watoto walivyosema, shule yetu ina science pure, kwa hiyo changamoto sometimes zinatupelekea kidogo kurudi nyuma, kutokuwa imara ile inavyotakiwa. Lakini pia nichukue nafasi hii kukwambia, ukaguswa tena, nyumba isiwe moja, ziwe hata nyumba 3. Tukizipata kwa pamoja, manake matatizo yetu yatakuwa yameisha, na naona makofi mengi ya walimu. Shule ya sekondari ya wasichana ya Joketi Mwegelo inatarajia kutoa wanafunzi wa awamu ya 3 ya kidato cha 6 ikiwa na rekodi nzuri ya ufaulu katika mitihani ya kitaifa. Ukosefu wa gari la shule pindi inapotokea dharura ya ugonjwa kwa mwanafunzi. Ukosefu wa nesi wa shule, ukosefu wa jengo maalum la kupumzikia wagonjwa pamoja na samani zake. Sisi jumuiya ya shule ya sekondari Joketi Mwegelo tuna imani nawe katika kutatua changamoto tajwa hapo juu. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Asante Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Mabingwa watetezi wa mashindano ya kombe la shirikisho la CRDB, Yanga Sports Club imeibuka na ushindi mnono wa mabao 8-1 dhidi ya Stand United katika hatua ya robo finali ya michuano ya mwaka huu, mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Katika mchezo huo, Stefan Aziz Ki aliibuka shujaa kwa kufunga mabao 4 katika dakika ya 16, 51, 60 na dakika 64, akiondoka na mpira pamoja na tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Clotus Chama aliweka wavuni mabao 2 katika dakika 32 na 41, huku mabao mengine yakifungwa na Nixon Kibabage dakika 20 pamoja na Kennedy Musonda dakika ya 86.
Hatua hiyo hata hivyo Stand United pia walipata bao la kuvutia machozi kupitia kwa mshambuliaji Mseda Senda katika dakika ya 49. Ushindi huo unaipeleka Yanga moja kwa moja kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB, ambapo sasa wanaungana na timu nyingine 3 zilizoingia hatua hiyo, ambao ni Simba Sports Club, JKT Tanzania pamoja na Singida Black Stars. Kwa mujibu wa draw ya nusu fainali, Simba watakutana na Singida Black Stars, huku Yanga wakipangwa kumenyana na JKT Tanzania. Mtazamaji, mwisho wa taarifa habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti nilionayo muda huu hapa mezani kwangu.